Mungu wa kumuumba binadamu ni kumfanya kuwa rafiki, tena akamuumba kwa sura na mfano wake. Lakini tangu mwanzo wa kuumbwa binadamu anaonyesha udhaifu wake mbele ya Mwenyezi Mungu. Wema wa Mungu na huruma yake inaanza kuonekana tangu mwanzo na udhaifu wa binadamu pale alipomuumba Adamu na Eva. Aliwakabidhi kila kitu kilicho chema, akawapa yote mema, lakini wakaanguka kwa nia ya kutaka kuwa sawa naye. Wakasahau kwamba wameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, ingetosha kabisa kwa Mwenyezi Mungu kuachana na binadamu, wala asingefuatana naye tena. Lakini Mwenyezi Mungu bado akawa na nia ya kumsaidia binadamu. Hakutaka kuhangaika na wanyama, hakutaka kuhangaika na vyote alivyoviumba, bali mahangaiko yake Mwenyezi Mungu ni juu ya kumsaidia binadamu aliye mfano wake mwenyewe. Wana wa Israeli, pamoja na kupendwa sana na Mwenyezi Mungu, bado wanaanguka katika dhambi, bado wanaenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tunakumbuka na hapa Musa anapewa agizo na Mwenyezi Mungu kwenda kuwasaidia ndugu zake wana wa Israeli, kuwaondoa katika shida na matatizo na mizigo aliyoipata kule Misri. Anaagizwa Musa kwenda kuwasaidia ndugu zake. Huyo Musa anafuata maagizo ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, anapewa na sheria na taratibu za Mwenyezi Mungu mwenyewe. Amri 10 za Mungu alizopewa Musa na walizopewa wana wa Israeli zilikuwa ni kwa ajili yao na manufaa yao. Pale Mwenyezi Mungu alipojifunua kwao, na pia akaweka agano lake kati yao na yeye mwenyewe, alijua kabisa kinachoweza kuwaongoza wana wa Israeli ni amri, ni sheria, ili waweze kutoka jangwani na kufika nchi ya ahadi. Musa aliyekabidhiwa kundi hilo amelibeba kwa shida, amelibeba kwa namna ya kuchoka, kwani walianza na kumlaumu Musa. Kwa nini umetuleta katika jangwa? Kwa nini umetuleta tufe huku jangwani? Yale yote maagizo ya Mwenyezi Mungu yakaelekea kutofanya kazi kwa imani waliokuwa nayo Waisraeli. Hata walipopewa chakula, wakapewa na maji wakanywa, bado wanakumbuka masufuria walioyaacha Misri. Ndugu zangu, bado Mungu hajaacha wana wa Israeli waishie. Mateso yote walioyapata, miujiza Mungu yote aliyoifanya Misri, ni kuwatoa wana wa Israeli katika shida hizo na hatimaye kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Hivyo huyu Musa anayebeba msalaba wote huo anaamua kwenda nao, hata kama kwa namna moja au nyingine ni kama hawataki kuelewa mpango wa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, Waisraeli walikuwa na shingo ngumu. Mahani kama Mwisraeli yuko hapa alewe tu kwamba babu zake na bibi zake walikuwa na shingo ngumu.
Walipojikuta wamefika mahali sasa, wakaanza kufurahi, wakakumbuka miungu ya wa Misri, wakaanza hata kuchonga ndama za dhahabu na kuziabudu, wakazichezea ngoma. Musa alipoona, alianza kupata shida, akiwalaumu na hata kumlilia Mwenyezi Mungu, waangamize watu hawa wasioelewa mpango wako. Bado Mungu hajawaangamiza wana wa Israeli. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu, tumesikia katika somo la kwanza hilo, anajifunua katika agano hilo la kale, anamfanyiza Israeli awe taifa pekee, taifa tukufu la Mwenyezi Mungu kati ya mataifa yote. Tena anamfanyiza awe ukoo wa makuhani wa Bwana, wajiwekao wakfu kwa ibada na Torati. Hivyo maisha yao yote yalidai ibada kwa Mwenyezi Mungu. Katika somo la pili kutoka kwa waraka kwa Warumi sura ya 5 aya ya 6 hadi ya 11, tunaona jinsi Mungu anavyojifunua kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo ili kuweza kumkomboa mwanadamu, akisema, utukufu na heri yetu ya milele ni hakika kwa vile Mungu anatukomboa kwa damu ya mwana-kondoo mwanawe. Tulipokuwa bado wenye dhambi, bado anatukomboa. Kama msaada wa Mungu wa kututakia ukombozi kutoka dhambi ni mkubwa hivyo, basi msaada huo utakuwa mkubwa zaidi siku yetu ya hukumu, anavyosema Mtume Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kupitia kwa mwinjili Mathayo, anatuambia mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Yesu anawaonea huruma makutano na anawalisha. Ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo aliyekuja kwetu, ambaye ni mjumbe maalum aliyetumwa na Baba yake kuja kutukomboa, anakutana na vikwazo, anakutana na wanadamu ambao wanahakikisha wanamwangamiza. Nia yao ni kumuua. Tangu mwanzo anapokuja Yesu akiwa mtoto, mpango mkakati wa kumaliza unafanywa, hata ikawagharimu watoto mashahidi kati ya miaka 2 kwenda chini. Lakini Mwenyezi Mungu mpango wake haujatimia. Aliwatokea wazazi wake na wakamwondosha Yesu kurudi Misri kwa ajili ya kuepuka vifo hivyo. Wapendwa, mara nyingi watu wanasema Yesu aliweza kukombolewa katika Afrika. Tunashuhudia ukweli huo, kwani walikimbilia Misri, na huko Misri baada ya muda wao walirudi. Ndugu zangu, wema wa Mungu hauwezi kushindwa. Huruma ya Mungu haiwezi kushindwa. Bado anarudi Yesu. Wakati anaanza kazi yake, watu wanaanza kuchomwa kabisa ndani ya mioyo yao, wakaanza kujisikia vibaya, na hivyo wanaamua kumhukumu afe kwa njia ngumu ya msalaba. Huyo ni Yesu ambaye ameamua kushika msalaba kwa ajili ya kutukomboa sisi. Yesu alituagiza, ukitaka kunifuata, chukua msalaba wako mwenyewe na unifuate. Msalaba wako ni upi? Kila mmoja ajitafakari mwenyewe juu ya msalaba wake. Ndugu zangu wapendwa, ni kwa njia ya msalaba tumekombolewa, na hapo ndiyo huruma
na wema wa Mwenyezi Mungu ulipolala, binadamu bila huruma anaamua kumtesa yule baba wa uzima, Yesu Kristo. Safari ya Yesu ya mateso ilikuwa ni ngumu, haikuwa rahisi. Pale msalabani alikiri ukweli huo kwamba si njia rahisi kumkomboa binadamu. Akasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kinipitie mbali, lakini si kwa mapenzi yangu bali kwa mapenzi yako. Ndugu zangu, mateso ya Yesu yazidi kutufundisha juu ya wema wa Mwenyezi Mungu na huruma yake kwetu. Wapendwa, Yesu alisafiri katika njia hiyo kwa ajili yako na mimi. Akachukua safari ndefu ya mateso kwa ajili ya mimi na wewe. Yesu huyo angeweza kujiondoa katika shida hizo, lakini kwa ajili ya pendo wake na huruma yake na wema wake kwetu, alibeba msalaba ule. Tena aliubeba hadi Kalvario. Watesi wake wale walifurahia jinsi Yesu anavyokufa msalabani. Lakini Yesu aliyetufundisha tangu mwanzo kwamba tuwapende na adui zetu, pale msalabani alisema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Hawakujua watendalo kwa sababu wangejua Yesu atakufa na kufufuka, wasingefanya hivyo. Walifikiri baada ya kumtesa Yesu, kumuua Yesu, wakadhani wameshinda. Yesu alijua kwamba huo sio mwisho wa maisha yake. Watu hawa walikuwa wa ajabu. Walikuwa na magonjwa mbalimbali, Yesu akawaponya. Pamoja na kutomwelewa kwao, aliponya viziwi wakasikia, bubu wakasema, vipofu wakaona, viwete wakatembea, wenye pepo walipona. Hata hivyo, ingetosha wao waridhike kwamba sasa hatuhitaji daktari. Hata hivyo, wanamhukumu Yesu afe, na yote hayo aliyokuwa anafanya hawakuyaona ni ya maana zaidi. Walichoona wao, hakumtaka Yesu, kwa kuwa aliyoyafundisha, aliyowaonyesha, aliyowachoma moyo, akiwafananisha kama makaburi. Akawaambia, ninyi ni sawa na makaburi. Chini kuna uozo, kuna mifupa, lakini juu ameweka marumaru. Maneno hayo hayakuwa rafiki kwao. Ndio maana wanapanga mkakati wa kumwangamiza Yesu. Bado Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma, ni mwema. Hivyo mipango yao yote ya kumwangamiza Yesu, wanajikuta katika aibu kubwa pale Yesu alipoamka kutoka makaburini, Yesu alipofufuka. Huyo Yesu ndiye kabla ya kuondoka akaamua kuwachagua mitume ili awaachie kazi ya kuendeleza neno lake, kuendeleza injili yake. Na mitume hao bado hata wenyewe hawakumuelewa Yesu. Ubinadamu ukawatawala baadhi yao. Yupo aliyemsaliti Yesu, aliyeitwa Yuda Iskarioti. Yupo aliyemkana Yesu, aliyeitwa Petro. Na hata wengine waliokuwa na Yesu, mitume wake na wafuasi, waliishia mitini. Hii ni kutokana na mateso aliyoyapata Yesu. Hakuna hata mmoja aliyefikiria kwamba ataweza kuyabeba. Ndugu zangu wapendwa, tunaweza kujiuliza pia maswali mengi juu ya mitume wa Yesu. Hawa ambao wengi walikuwa na umri kubwa kuliko yeye, baada ya Yesu kuingia katika mateso, wakafikiri kijana huyu ametuingiza pabaya, na wakakata mbuga, wakatimua mbio. Hao ni wakina Petro. Na baada ya yule msaliti Yuda Iskarioti, aliyeambiwa na Yesu kwamba mmoja wenu, na akamwambia wewe utanisaliti, bado Yuda
alitamani pesa kuliko Yesu. Akachukua vipande 30 vya pesa, akamuuza mwana asiye na hatia wa Mwenyezi Mungu. Mateso yake yalikuwa makali. Alichukua kamba akajinyonga. Na wanasema katika maandiko hayo, fedha ile haikurudi kwa aliyoitoa, walijua ni laana. Wakanunua shamba ambalo limewekwa kwa ajili ya kuzikia wageni wale wanaoenda kutembelea Israeli na kufa huko, wanawekwa katika shamba hilo. Ndugu zangu, wanasema sehemu hiyo aliyokufa, aliyojinyonga Yuda Iskarioti, inanuka mpaka leo. Kama huamini, tembea Israeli ukaulize wapi Yuda alijinyonga. Na kwa sababu hiyo sijasikia hata siku moja mapadri wakabatiza mtoto akaitwa Yuda Iskarioti. Au yupo jamani? Yupo. Yuda Tadei, huyo sio Yuda Iskarioti. Yuda Iskarioti hakupata wajina tangu mwanzo mpaka sasa, na labda hata milele. Uzangu wapendwa, wale wote walioshiriki katika kumhukumu Yesu, maisha yao si mazuri. Wamekufa wakiwa zaidi wanazidi kuungua moto. Na ndio maana katika kukiri imani yetu tunasikia akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato. Pilato angeweza kumsaidia Yesu atoke, lakini hakufanya hivyo kwa kuogopa macho ya watu. Na kila tunaposali akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, tunazidi kuchochea kuni katika kuchomwa kwake Ponsio Pilato. Usimuite mwanao Pilato, naye pia atakuwa na hali mbaya. Ndugu zangu wapendwa, leo tunasikia maneno ya Yesu akisema mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Tumuombe Bwana wa mavuno aweze kuleta watendakazi katika shamba lake. Ni nani watendakazi? Wanaohudumia wengine, iwe ni padre, iwe ni kiongozi wa kanisa, iwe ni katekista, iwe ni mtawa wa kike na wa kiume, iwe ni muumini yoyote yule anayewahudumia wengine, anatenda kazi katika shamba la Bwana. Wote tumepewa mamlaka hiyo. Kwa ubatizo tumekuwa makuhani, tumekuwa manabii na wafalme. Sote tumepewa kazi ya kuhudumu katika shamba la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, niwaombe tusiache imani yetu. Tuzidi kushika imani yetu. Imani yetu inakueleza yote. Ni kanisa Katoliki peke yake ambalo lina masakramenti 7. Sijasikia katika madhehebu mengine. Basi kama ipo mtakuja kuniambia baada ya misa. Wanaoamini, wanaofundishwa juu ya sakramenti 7 za kanisa. Tumepata bahati hiyo ya masakramenti hayo ambayo tunayaishi ili atusaidie katika maisha yetu ya hapa duniani. Kwa nia moja tuweze kufika mbinguni kwenye makao ya milele. Siamini kwamba kwa imani yenu na kushika imani kwamba tutaenda motoni. Tujitahidi kuishi kadiri Mwenyezi Mungu anavyotuagiza. Ndiyo njia pekee ya kwenda kwake. Na wala tusiogope. Aliyetutangulia huko na waliotangulia huko watakatifu wanasema ni kuzuri. Ndugu zangu wapendwa, leo hii kanisa hapa Mwenge linashangilia na kufurahi kwa Mwenyezi Mungu juu ya vijana wetu wanaopata kipaimara. Niwaombe wasimame tuwaone wote. Karibu yenu ili niwaone kwa karibu. Mpo? Mpo kabisa.
Msikae jamani, nia yangu ni kuongea nanyi. Tena niwaulize maswali. Mmefundishika? Mkafundishika vizuri na mkafundwa? Makatekista wako wapi? Niwaombe tu aje hapa mbele, maana nitakapouliza maswali wataanza kuwafundisha huko nyuma. Makatekista na waomba wote mje hapa mbele na mimi ili tujaribu kuwaona vijana wetu. Njoni wote tu, msiogope. Nia yangu ni moja. Tutafute ukweli hadi tuufahamu, si ndio? Sisi unaweza kusimama mahali popote tuangalie watoto. Ni wewe tu. Kwa peke yako. Ndio. Basi sister, naona una kazi kubwa kweli. Naomba niwaulize maswali vijana wetu wa kipaimara. Mpo hapa kwa ajili ya nini? Naomba sauti kubwa. Naomba wote mzungumze na mseme nami. Mpo hapa kwa ajili ya nini? Kupokea sakramenti ya kipaimara. Kipaimara ni mnyama gani? Aisee, mnashindwa. Aisee, mtaweza kweli kupata kipaimara? Kipaimara ni nini? Mnataka kufa mpaka kufa. Safi. Mapaji 7 ya Roho Mtakatifu ni yapi? Hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu. Ninyi mna akili? Ndio. Ndio. Kweli? Ndio. Akili ni nini? Safi, tuwapongeze. Bado sijamaliza. Wakati ninakuja, mtu mmoja akasema, watoto wangu wanaopata kipaimara hekima hawana kabisa, wala hamna lolote. Ni kweli eh? Kwa hiyo mnakataa ukweli. Hekima ni nini? Kwa hiyo mambo ya dunia na ninyi bye yetu. Safi. Watakatifu wa Mungu, naamini kabisa mko hivyo. Uchaji wa Mungu ni nini? Uchaji wa Mungu ni hofu ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo mnaogopa kumchukiza mzazi au mlezi wako. Sasa mbona juzi nimepita hapa nikaambiwa kuna wengine wanatumwa na wazazi wao, hawaendi tena, hawaonekani, waenda kwenye michezo. Eti ni kweli? Na majina watu ambao wametumwa hawakwenda. Niataje? Nikiataja mtakosa wote kipaimara, si ndio? Wale ambao hawashiki amri ya 4 inasemaje? Waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Ndio hao wanatumwa hawataki. Na majina matatu hapa. Mkiniruhusu niataje wote mtakosa kipaimara. Niataje?
Kwa hiyo kuna ambao wanakaidi wazazi wao hapa, si ndio? Ndio Safi, naona mmekuwa wazi. Nenda kachote maji niletea, sema nenda mwenyewe. Ndio umeshika amri ya 4 kweli? Hamjaishika, si ndio? Lakini yote 9 kwako ni uzeeni, ukifika na utafanyiwa hivyo hivyo. Si utakuwa mtu mzima na wewe si utakuwa na familia. Labda uombe Mungu utakuwa sister kama mwalimu wenu hapa, utakuwa pade kama mapade wenu. Lakini amri ya 4 inakulazimisha, sio kwamba inakuomba. Waheshimu baba na mama upate heri na miaka mingi. Wapi? Miaka mingapi? Swali lingine, naomba mnisikilize kwa makini. Katika miungu mitatu kuna nafsi moja, si ndio? Jamani, sasa nawapa kipaimara alafu mnanikatalia. Si afadhali sasa atoe mwingine? Kwani shida ya swali ni nini? Mmoja anyooshe mkono atuambie, maana amesema hapana. Sasa kama ni hapana, nisiulize maswali nikatae kipaimara yetu. Swali langu lina shida gani? Nyoosha mkono nijibu. Ndiyo, kule kwa sauti kubwa. Hebu sema kwa sauti. Swali langu lingekuwaje? Nilitakiwa nisemeje? Swali lingekuwaje? Ningetakiwa niseme hivyo, lakini swali lingetakiwa niulize vipi? Karibu. Katika Mungu mmoja kuna nafsi ngapi? Si ndio? Kwa hiyo ningejibiwaje? Ni zipi? Safi jamani, wapigieni makofi. Kazi ya Mungu Baba ni ipi? Mmoja anyoshe mkono. Kazi ya Mungu Baba ni ipi? Mkishindwa swali, kipaimara kitaenda upande leo. Wazazi, naona masufuria ya nyama kama yale ya wana wa Israeli walioyakumbuka kule Misri, leo ataenda kufunikwa tu. Kazi ya Mungu Baba ni ipi? Ndio maana nikamwambia sister aje hapa mbele. Si ndio jamani? Maswali ya ubatizo au ya nini? Ya komunyo. Kazi ya Mungu Baba ni ipi? Kazi ya Mungu Mwana ni ipi? Kazi ya Mungu Roho Mtakatifu ni ipi? Mnazifahamu? Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni ipi? Simesema hapo jamani. Kuna huyu hapa, hebu sema. Haya, yule kule karibu. Ndio. Mpongezeni basi mwenzenu. Msiwe na wivu eti. Kazi ya Mungu Baba nilisema pale, au Mungu Mwana. Haya, moja kati ya hizo, niosha tu mkono useme. Katika mahubiri nilisema kazi ya Mungu Mwana ni nini? Safi, wewe nyosha tu mkono. Ukikosea ni sehemu ya mafundisho. Safi, karibu. Jamani, mpongezeni. Kazi ya Mungu Baba ni kutuumba na kazi ya Mungu Mwana ni kutukomboa, na Mungu Roho Mtakatifu ni mfariji, anazidi kututakasa. Niendelee.
au inatosha? Kweli? Aisee, mtashindwa, na mkishindwa nitamwomba paroko kipaimara kiahirishwe. Isiendelee. Haya, niulizeni na mimi maswali mawili. Moja, la kwanza, nani? La kwanza, Mungu yuko wapi, si ndio? La pili, sijakusikia. Amesemaje? Nani huyo? Kwamba sister alimsubiri au alimsifu? Alisema alimzidi. Kumbe ni umri. La pili. Haya, la mwisho, la tatu, la ziada. Wa nini? Kwa nini imekuja kutoa sakramenti ya kipaimara? Kwa sababu mnahitaji kipaimara au hamhitaji? Au niache? Haya, askofu ni wajibu wake, na kama haji yeye anaweza kutumwa mtu yoyote, hata padri anaweza kutumwa atoe kipaimara. Sasa labda kwa nini nimetoka mbali nimekuja hapa? Nimeombwa. Haya, maswali tuliouliza ni mawili. La kwanza ilikuwa yaani kweli mnapata kipaimara hata hamjui Mungu alipo? Hamjui? Hebu nione yuko wapi? Yupo mahali popote. Hata hapa yuko wapi? Wapi? Kumbe yuko hapa, lakini hamwezi kumuona. Aisee, hapa kuna mafundisho mazuri. Swali lingine ilikuwa Yohani aliishi sasa nawauliza ninyi, si wana kipaimara na leo mnakuwa askari hodari wa Yesu. Yohani alimzidi Yesu miaka mingapi au miezi mingapi? Mnajua wote? Semeni. Miaka? Mungu alisema usimjaribu Bwana Mungu wako. Sasa mmeniuliza maswali kwa kuniuliza, na mimi nina sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, si ndio? Wote mmepata jamani, pigeni makofi mjishangilie.